Ya bwana, na kwa vipi mwana habari 254 TV, hujambo na karibu kwenye makala hizi. Wakati huu tunaangazia bifu ambao unaendelea kwenye mtandao wa kijamii, ni vuta ni kuvute kati ya wana Radio Jambo na TV47 ama Radio 47. Ikumbukwe siku tatu zilizopita tulimpoteza mwanahabari nguli wa mchezo wa mpira wa miguu ambaye anajulikana kama Diblo wa Kaberia, ambaye aliregesha vyombo kwa Muumba. Sasa wakati huu kuna lawama kibao ambazo zinasambazwa na wale ambao wanavutana kuhusu ishu nzima. Kuna wale ambao wanajihisi ya kuwa Diblo alifanyiwa kile ambacho tunachokita figisu katika radio station ambayo inajulikana kama Radio Jambo. Sasa ni jambo ambalo limewapelekea wengi kujiuliza maswali kibao, kwa maana Diblo ameaga dunia katika hali ambayo watu wanasema kuwa ni tete zaidi, kwa maana inaonekana kuwa kuna ile ishu nzima ya yeye kuwa na msongo wa mawazo na vile kutofanyiwa vizuri katika stesheni ya Radio Jambo pale ambapo alikuwa na hudumu katika stesheni husika. Duru za kuaminika zinasema kuwa Diblo wa Kaberia alifanya kazi pale kwa takriban miaka 17, lakini wale ambao waliwahi fanya kazi katika stesheni ya Radio Jambo wanasema kuwa kuna jinsi wale wasimamizi pale walikuwa wanamfanyia figisu, yani ile hali ya kutomfanyia vizuri, kwa lugha nyepesi ya Kiingereza wanaita mistreatment. Sasa ni ujumbe ambao umekuwa posted kwenye mtandao wa kijamii, kwa maana wana Radio Jambo pia wameamua kujibu kile ambacho kilikuwa kinaenezwa kwenye mtandao wa kijamii na wana TV47, kwa maana pale kulikuwa na mdahalo pevu kati ya Hassan mwana wa Ali, Tony Kwalanda na Freda Rocho pia na mwanadada fulani. Sasa ilikuwa ni panel ya watu wanne ambao walikuwa wanajadiliana kuhusu ishu nzima, yani maisha ya Diblo na jinsi alivyofanywa figisu katika stesheni ya Radio Jambo. Sasa baadaye jamaa huyu ambaye anajulikana kama Matthew Otomax, ambaye pia ni mwanahabari wa mchezo wa mpira wa miguu pale Radio Jambo, ameandika hapa. Huyu ni mwanandinga wa kitambo wa Gor Mahia, FC Leopards na vile Harambee Stars, mwanandinga wa kupigiwa mfano. Sasa ni rijonda ambayo imetolewa na Matthew Otomax baada ya ule ujumbe ambao ulikuwa posted na wana Radio 47, wakina Hassan mwana wa Ali, mwingine anajulikana kama Tony Kwalanda, Freda Rocho na mtoto wa kike alikuwa katika sehemu husika wakijadiliana kuhusu kifo cha Diblo wa Kaberia na jinsi watu wamekuwa na unafiki wa kupitiliza. Unajua ile hali ya mtu kufa ndio unafiki wa watu utakuwa unajitokeza. Utakuwa unapata kama kuna wengi ambao watakuwa namlimbikizia sifa na kumpa maua yake. Sasa Matthew Otomax inaonekana kuwa hakufurahishwa na kile ambacho kilikuwa kinasemwa na wana Radio 47 kuhusu ishu nzima ya Radio Jambo kumistreat mwenda zake Diblo wa Kaberia. Wanasema watu kwamba hata kwenye matanga, harusini watu ucheka. Nasema hivi kwamba tunapoishi sisi duniani, naam, tunatembea na kivuli cha mauti. Ndio. Sasa hivi mwenzetu Diblo wa Kaberia Elmago, ndio bana, angekuwa anacheka, anatufuatilia mashamsham, ametangulia mbele za haki. Kumbukizi zako labda? Mimi hata sikumbukizi. Kwanza nitaanza na kusema yale ambayo yameniudhi. Mwenzangu Diblo Kaberia alituaga asubuhi ya kuamkia jana. Na rafiki yangu alikufa sababu ya mateso. Na haya nitasema mingi zaidi. Rafiki yangu amepitia magumu. Rafiki yangu amedhulumiwa. Na nitayasema kabla ya kumzika rafiki yangu kule Maua. Nitawaambia Wakenya kwa nini nasema hivi. Utatapika. Mimi unajua mimi si mnafiki. Mimi kwa sababu ya rafiki yangu nitayasema hayo. Unajua binadamu shida yetu ni unafiki. Mtu akiwa hai tutamsifu, mtu akiaga pia mimi hatuzikani tungali. Mimi Arocho nitayasema. Na bwana kila ukikaa naye Diblo kitu chochote anambia achana ule mnafiki. Wanafiki ni wengi sana. Na saizi baada ya kumpoteza, nitasema tu kwa ufupi tu, jana asubuhi mida kama saa 2 hivi asubuhi nilipokea simu, na ndio maana leo kidogo sina raha kwa sababu
simu yenyewe nilipokea kutoka Meru, ikinifahamisha kwamba kuna jamaa anataka namba yangu ya simu. Nikauliza ni kina nani? Ati kuna fununu kwamba rafiki yangu ameaga, wangelipenda namba yangu. Na nikamwambia basi wape. Alikuwa mwanahabari mmoja sitamtaja. Alafu baada ya pale jamaa akanipigia simu. Akaniambia yeye ni nduguye Diblo, na ananipa habari kwamba Diblo ameaga. Kamwambia wewe ndugu ya Diblo vipi wewe bwana? Unasema nini? Alafu akaniambia ndio Diblo ameaga asubuhi, na simu ambayo itafuata itakuwa ni ya mwanawe ambayo wako naye kule hospitalini, walikuwa naye hospitalini. Then mwanawe akanipigia akaniambia yule msichana ama mvulana? Wacha msichana. Mvulana. Msichana alikuwa shuleni. Mvulana amemaliza sekondari. Yuko chuo kikuu. Sasa msichana ameingia leo kutoka shuleni. Sasa wakanieleza bwana. Kijana aliponieleza nikajua kweli. Ni ukweli. Sasa ndio wanafiki wakaanza kupiga masimu. Wale ambao wamemdhulumu rafiki yangu kwa zaidi ya miaka 17. Arocho, bana niliwapa jana. Na ukiyasema haya Arocho, kweli najua ni mengi utakuja kuyasema, na utaratibu watu watataka kujua utaratibu hadi utakapomzika rafiki yetu. Na kama unavyosema, na ndivyo walivyo binadamu Arocho. Lakini mimi sitawawacha. Kwanza wasije katika mazishi ya rafiki yangu. Lakini hawajijui labda. Wanajijua. Wanajijua. Nikisema miaka 17 wanajijua. 17 years of excellence on air. Kazi amefanya rafiki yangu. Hakuna mtu wajua, sitasema tu mengi, lakini kuna wale ambao wametambulika sababu ya Diblo Kaberi. Naam. Lakini wakati alipokuwa katika anawahitaji hawakuepo. Nimekuelewa. Katelo mwe tangamana na Diblo labda ama ni kumsikiliza tu redioni? Social media na kumsikiliza tu redioni. Kwa Landa wewe kwanza usija ya mazishi wewe. Mimi unajua unajua huyu uko sawa. Huyu msafi kama pamba. Sasa mimi nafanya nini? Na wale ambao ni wachafu wananisikia. Uliona mazishi ya mama alikuwa mama nani yule? Mama Bi Mandela. Shows mama Malema aliposema mama shows the way. Give me a sign. They're here mama. I want to deal with them. Hao nitawapa. Nimefanya tu utani kwa Landa sasa. Wewe si miongoni mwa hao. Any kumbukizi, any memories na mwenzetu Diblo? Pole sana kwa familia kwanza kabisa na marafiki ambao wamepata na msiba huu. My deepest heartfelt condolences. Mengi of course Arocha shasema yote. Nimetangamana na yeye of course kwenye studio wakifanya kazi yake na pia tukiwa katika viwanja na shughuli ya kandanda. Kwa hivyo mimi nitaachia tu hapo, sitasema mengi. Wacha nimwachie Arocho ambaye anafahamu zaidi. Ameichezea pia timu yetu ya SJack na kauli zake zile za taarifa. Ameichezea pia nchi ya Guatemala. Amecheza sana kule Guatemala. Na tumekwenda sana naye kutangaza PK Cup. Na si hilo tu Arocho. Huyu bwana ndio alifanya nikapenda Ujipawa. Maeneo ya Roysambu hapo Kasarani. Ni yeye ndio alintroduce kwa Ujipawa na mimi nikamintroduce kwa Lucky. Lakini lala salama Diblo. Kama ulivyosema tulikuwa tunafuatilia maandalizi. Na pia ni rais wetu wa chama cha Twatwa. Tumempoteza. Labda kwa faida Katela. Twatwa. Mtoto mimi najua Twatwa ingine ya Pastor Su. Basi tuko pamoja. Tuko kwa chama. Ndio chama. Yeye ndio alikuwa chama. Ndio rais. Ndio rais. Na katibu Mwenezi ni mzee Mandevu. Na wewe ni Amesema kuwa spare us the nonsense, we are mourning, yani wachana sisi tunaomboleza. Anasema grief is heavy and intimating or simply emotional as you would choose to call it. Akaendelea kusema most of the time those involved either directly or indirectly do think the solution to grief should be dramatic, as is the case in this clip showing a journalist related to the deceased indirectly by virtue of shared job description ranting and threatening others not to get near casket or burial site. Sasa hapa anajaribu kuongea kuhusu Arocho, kwa maana Arocho alikuwa anasema kuwa kuna wengine ambao hawafai kuruhusiwa kufika katika mazishi
ya mwenda zake Diblo wa Kaberia. Ameendelea kusema hivi: It's perfectly healthy to grieve, but it's wrong to exploit other people's somber period or personal gain, or to settle personal scores with individual or entities. Akaendelea kusema, I find this very selfish and untimely. According to Kubler-Ross model, there are approximately 5 accepted stages of grief. Anger is one of them. I see the excuse of anger in the Kubler-Ross model being abused or misused at the expense of deceased and rightfully bereaved to disguise personal interest and vendettas. It will be very unfair for someone to claim that the deceased was a fallen figure in his 17 years of service in the industry, when some of us know the anxiety, pain and effort were born to ensure our colleague got the necessary cushion needed when he was incapacitated by the illness. Ameendelea kusema, personally I put it in extra pro bono hours and days to cover for my Swahili commentary tutor and role model and to ensure he lost no paycheck. Already I'm at loss. My learning experience has been cut short. However, we console ourselves by saying kazi ya Mungu haina makosa, is gone to a better place. On that fateful Sunday morning, alongside Todd Lokwiria and Tony Mbala, before kickstarting the World of Sports show, we had a solemn prayer for our colleague, which included wishing him to get well and find strength to be behind the mic before the Champions League final. Shocked, we were hit so hard by the unfortunate news of his demise. Just a couple of hours into the show, our world stopped, and so was the show. It was not easy, in as much as our esteemed listeners would have loved us to continue with the show. We advertently went off air. Hii nguvu huyu mwingine ya kuzomea watu, sijui anatoa wapi kama si opportunity ya kupiga kiki amepata. It turned out to be a long, treacherous day on Sunday with our boss, Tony Mbala, Ghost Mulei, and Todlo. We embarked on a journey to sadly make sure that our colleagues' emotionally challenged family were not stranded or overstretched with bills and other penalties, and that El Mago's procession to his final resting place was smooth, peaceful, and decent. On the other side, the omnipresent empty voice of Osogo Winyo was issuing direction without clearance. You wonder how he expected the few gathered poor, grief-stricken family members to clear the pending bills and transfer to the morgue. He was selfishly dispensing his side hustle, marketing some maize flour in Kisumu and Homa Bay, whereas some of us had to forsake what puts ugali from the same product he was marketing on our table in respect of a fallen hero. Halafu you gather the guts to wrongfully accuse other people of neglect while using official job apparatus trying to create non-existing animosity in a symbolic industry. Akamalizia kwa kusema, as my childhood buddy and a person I look up to in my quest to be a super good journalist, your utterances were uncalled for, childish and untimely. If the due course of the law should be followed, this should be treated as incitement likely to cause strife between family members, colleagues and friends. God forbid. Fare the well, Diblo Kaberia El Mago. That is part 13. Sasa ni tamko ambalo limetolewa na jamaa huyu ambaye anajulikana kama Matthew Otomax, ambaye nimekuelezea hapo mwanzoni ya kuwa aliwahi kuwa mwanandinga wa kitambo wa Harambee Stars, FC Leopards na vile vile Gor Mahia. Alipata nafasi kuwa mwanahabari katika radio station ya Radio Jambo. Sasa yeye ameamua kutoa rejoinder akimjibu Arocho katika clip hii, kwa maana Arocho alikuwa anasema kuwa kuna watu wengine ambao haifai waruhusiwe kufika katika mazishi ya Kaberia El Mago. Ndio huyu ni mwanahabari ambaye alipiga mishe zake pale Radio Jambo, lakini siku 3 zilizopita aliamua kuregesha vyombo kwa Muumba. Kwa hiyo wanahabari wakati huu wanaomboleza kifo cha El Mago
wa Kaberia, jamaa ambaye alitamba zaidi kutokana na ile hali ya yeye kupiga mishe zake pale katika Radio Jambo, na vile vile kufanya 1 2 3 kuhakikisha kuwa matangazo ya mchezo wa mpira wa miguu umepata chachu katika ile hali ya watu kupata burudani na vitu kama hivyo. Sasa baada ya Matthew Otomax kuandika huu ujumbe kwenye mtandao wa kijamii akimpasha Arocho, kuna ule ujumbe ambao umekuwa posted kwenye mtandao huu wa kijamii pia na jamaa fulani ambaye anajulikana kama Gidi, yani Gidi wa Radio Jambo. Gidi wa Radio Jambo ameposti video fulani pale kiongea kuhusu hii issue. Anasema kuwa kama mlikuwa mna feel ya kuwa watu katika Radio Jambo walikuwa wana mistreat Elmago, kwa nini hamkumchukua? Mwambie huyu jamani drop out. Sasa hizo nini tunasema na jamaa ameenda zake. Kama ulikuwa unampenda, usingemtafutia kazi huko mali huko. Hapo kwa hapo kama. Hiyo nini unaandika kwa mtandao na tuambia sijui watu wasikuje mazishi sijui nini. Huyu jamaa hata sijui kwa nini namjibu. Surely. Is that even right? Unatumia kifo cha mtu kujifurahisha kwa mtandao ati ndio sasa upate mafollowing na ujinga kama hizo. With all due respect. Surely. Drop out. Sasa hii ni video ambayo pia imetembea kwa kasi zaidi, kwa maana kuna vitu vingi ambavyo watu wanajaribu kuhoji na kujiuliza nyuma ya pazia itakuwaje. Kwa hiyo ni The Habari 254 TV, tunajaribu kudadavua mengi angalau tupate kujua hali halisi inakuwaje, lakini hii ni issue ambayo inafaa ikuwe solved nyuma ya pazia, pasi na hawa wanahabari kujitokeza paruanja na kila mtu kujaribu kumrarua mwenzake. Sasa kuna ujumbe ambao ulikuwa posted na Arocho kwenye mtandao wa kijamii akiongea kuhusu mazishi. Ndio anasema kuwa Diblo Kaberia Elmago will be laid to rest on Saturday 6th of June 2026 in Kangeta, Meru. The requiem mass will be held at Njia Primary School grounds few meters away from home. Alafu akamalizia akasema ipo siku, pumzika kwa amani Diblo wa Kaberia Elmago. Sasa utadondosha comment yako hapo chini angalau tupate kujua inakuaje hii bifu kati ya Arocho na vile vile Gidi itawaiisha, kwa maana Arocho anadai ya kuwa huyu ni jamaa ambaye he dropped out of school, aliamua kuasi kwenda darasani. Kwa maana hapo mwanzoni kuliwahi kuwa na mvutano kati ya Arocho na vile vile Gidi pale ambapo Gidi alikuwa anataka kiti cha katibu mkuu wa Gor Mahia, lakini sasa Arocho alikuwa anasema kuwa Gidi ni jamaa ambaye hajui mchezo wa mpira wa miguu, lakini Gidi na alikuwa na argue akisema kuwa mchezo wa mpira wa miguu unaweza kuwa pale kama msimamizi hata ingawa haujawahi shiriki katika mchezo huu wa mpira wa miguu. Sasa jambo hili lilileta mvutano kati ya Gidi na vile vile mwenzake ambaye anajulikana kama Fred Arocho, ambapo ni jambo ambalo wengi wanalishabikia na wanajiuliza maswali kibao kutokana na ile hali nzima ya wawili hawa kuvutana. Ni The Habari 254 TV, usisahau subscribe, like na vile vile kushare, alafu baadaye drop comment yako hapo chini angalau tupate kujua unajisije kutokana na makala hizi.